Habari za wakati mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi. Bila shaka na wajia Bennett ili kuwaleteni matukio yetu leo, ikiwa ni siku ya tatu ya tariki 29 mwezi Septemba mwaka wa 2021. Jina langu ni Andrea Mlima ambaye nakujia kuwaleteni matukio yetu, na tutaanzia moja kwa moja katika mji wa Beni ambako gavana wa mkoa huo amepokeza askari polisi gari za doria, huku askari wakiombwa kutumia gari hizo kwa makini zaidi. 4 véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Beni par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, dans les camps militaires des Mambangu, situés au sud-ouest de la ville de Beni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 jeeps pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Beni pour la seconde. Les généraux. Huko Bunia ni kwamba wakimbizi wengi wakimbilia jijini Bunia, na hiyo ni baada ya mapambano kati ya majeshi ya serikali na yale ya wanamgambo mbalimbali. C'est grave mes chers amis. Bali ko bakimbizi banatoka kubatoa komanda, bakimbizi banatoa komanda hapa. Tunafika Bunya leo sasa magharibi hapa, iko matata bandugu wangu. C'est grave vraiment. Tujelekeze Palikasi ni kwamba gavana wa Katanga mheshimiwa Jacques Kabula Katwe amezomewa na wakaaji kwa tuhuma za kukosa kuendeleza mkoa huo vizuri. Huko Bukavu ni kwamba moto umewaka na kuvamia majengo jijini hapo, huku raia wakijiuliza nini hasa chanzo cha moto huo. Nyumba zinaisha Yesu we. Kisha Mungu anishawishi na mimi niuze nijenge bongo wewe. Na huko Bashu ni kwamba mkuu wa majeshi tarafani Bashu amehakikishia watu kuleta usalama mnamo tarafa hilo, hapo akisema lazima amani irejee ndani ya tarafa hilo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a séjourné dans la chefferie de Bachou en territoire de Beni. La mission du lieutenant-général Constant Ndima Kongba dans cette partie du Nord Kivu s'inscrivait dans le cadre de l'itinérance et des suivis des opérations militaires 10 jours après l'attaque des villages Kilaou et Moutendero par des hors-la-loi. Attaque qui avait occasionné mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels, mais aussi des déplacements des populations. La descente du gouverneur de province l'a conduit jusque dans le groupement de Issale et Wouovi, entouré de ses proches collaborateurs, dont 3 membres de son cabinet et des responsables du secteur Sokola 1, l'autorité provinciale a tenu une réunion en la résidence du chef de la chefferie de Bachou, le Mohamed Abdul Kalemire III. Une occasion pour Constant Ndima de comprendre l'évolution de la situation sur le terrain. À l'issue de la réunion, le gouverneur s'est adressé à la population de Wouovi. L'essentiel de son message était axé sur les opérations que mène l'armée pendant cette période de l'état de siège. Il a insisté sur la nécessité de l'accompagnement de la population
derrière le FARDC pour combattre et anéantir les djihadistes ADF dont la visée est d'occuper les terres des Congolais dans la région de Beni-Ituri. Le lieutenant-général Constant Ndima a rassuré les habitants des Bachou de la détermination des FARDC à se sacrifier pour démanteler les ADF qui régorgent dans leur sein des terroristes venus de par le monde avec comme la dernière preuve la traque d'un sujet jordanien. Je viens ici compatir avec la population et encourager les militaires au front et dire aussi à notre population d'être à chaque instant derrière son armée, l'unique qu'elle a pour bouter hors de notre territoire de Beni l'ennemi qui est ADF. Huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba spika wa bunge Mheshimiwa Mbosso amekusanya raia jijini Kinshasa mnamo kata la Chiangu na kuomba wasikubali kwenda kwenye maandamano, huku maandamano hayo ikitishwa na wapinzani akiwemo Martin Fayulu na Adolphe Muzito. Tshisekedi doublement mandat. Tshisekedi doublement Nana Lobe Banacha Chiango Lokota na bango Mbosso azali Fachi apikamia Fachi apikame nakati yako Kongo ekende libo Fachi apikama Bokonze nzambe apesa biso eloko aliboso ezali kokotisa kimia na mboka faire régner la paix et la sécurité. Yo lingi okuma mokonzi wewe osenga na bana chango bobima bobwaka mabanga eske ya solo yo ozali mokonzi ya solo yo lingi okuma mokonzi biloko wana bandeko na ngai soki mutu aye kosenga bino boloba na ye kamata mwasi na yo na bana na yo bokende na bala nakoya mokolo moko te nasenga bino bobima na balabala bokenda kobunda mpo ngai nazwa bokonzi ekozala te. Toboti bino tango biso tokokofa bino bozwa bokonze motima mabe kotindaka bana baninga bakendaka kosala mobulu wana ezali motima mabe. Kimia ifo ezala na Congo, ezala na Est, ezala na Chiango, ezala na kati ya Kinshasa. Na kimia wana baleki na ngai bo basalaka mobulu bati. Tukisalia hapo katika jiji la Kinshasa, ni kwamba waziri wa usafiri amuru kufungwa kwa bandari au poro zote zinazotumika kinyume na sheria. Il vous souviendra que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, la ministre d'État chargée de la Justice et le ministre de Transport, voies de communication et de désenclavement d'examiner ou évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises en son temps concernant les ports illégaux en République démocratique du Congo. Après cette instruction, nous sommes venus recevoir les orientations de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. Na uko Goma ni kwamba Mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe amepokelewa na watoto wa Goma, huku akisema kwamba lazima awasaidie raia au kiali na kimali.
Tujelekeze pa Lubumbashi ambako raia waendelea kukemea vitendo vya uchafu ndani ya jiji hilo. Tushuhudie hali namna gani inavyokuwa. Na tuzungumzie mtazamaji wa Nipe News TV hali ya River Congo ambako hali ya kupatikana kwa samaki River Congo imeanza kushuhudiwa, na hiyo ni ya wavuvi kwenye mto huo kutokupata samaki kama kawaida. Fish. Pick up at the back. Look at this fish. Pick up. Terry. Oh. This fish is a monster. That's it, Kibamba. Bingo! This is fish number 6 on day 9. Day 9. We have time yet for the monster. He wants to bite me. I love you, brother. I love you too, brother. Nice for this adventure also. We are king of the river. King of the river, and the crocodile wants to eat me. Look at the size of that fish. Look at the mouth. Na tumalizie matukio yetu katika mji wa Baraka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako raia waendelea kuomba mpaka sasa Kanali David Ipanga Mukazi aweze kurejea katika mji wa Baraka ili kuongoza jiji ili ambako aliweza kumaliza vitendo vya mauaji, vitendo vya uporaji katika jiji la Baraka. Nini kilichowasukuma hasa kupongeza shirika la raia ili kuendesha mgomo baridi kwa kuomba Kanali David Ipanga Mukazi asitoke katika jiji la Baraka? Kilichotusukuma ndugu yangu, najua kwamba kwanza rais wa nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi ameweza kusema peuple d'abord, ndo slogan yake ambaye kila siku anakuwa akiisema, na peuple d'abord c'est-à-dire inabidi kuheshimisha mapasho ya raia, kile ambacho raia wanahitaji. Raia wanahitaji ulinzi, security, ambayo ni kitu muhimu sana kwa ajili ya maendeleo. Hauwezi kufanya maendeleo yote bila security. Na wakati security yetu inakuwa kama vile inasuasua kutokana na watu fulani ambao labda wanakuwa hawaitilii maanani swala hilo, inakuwa ni shida kubwa. Lakini kwa jiji la Baraka kwa sasa hivi yapata sasa mwaka mmoja toka tupate kiongozi wa kijeshi hapa wa regiment 2202 David Ipanga Mukazi Kanali ambaye anaiongoza hiyo regimenti, na tangu alipoanza kuongoza hiyo regimenti mpaka sasa kwa kweli hali ya usalama imekuwa ni kimya. Yani yale yote mambo ambayo yalikuwa yakifanyika ya usalama mdogo kama wizi wa kutumia silaha, kama watu kuporwa mali zao, kama watu kuibiwa ndani ya mabarabara, sijui watu kuingiliwa mida ya usiku na kuuliwa, hayo yote mambo yamekwisha. Ina maana kwamba tumekuwa tumeishi amani. Lakini inashangaza sana kuona kwamba mtu ambaye amefanya tu mwaka mmoja, wakati ambapo tumefanya na viongozi wengine wa kijeshi hapa hata miaka 7, miaka 10, unajikuta hao viongozi hawakuwa wanafanya lolote, lakini walikuwa wanaachwa hapa tu. Ile inashangaza kuona kiongozi ambaye amekuja na mabadiliko kama hayo kwa upande wa usalama, mwaka mmoja tu wambadilishe. Kumekuja vibarua vya kusema kwamba wanataka kumbadilisha atoke hapa ili aelekee sehemu nyingine. Hilo ndo tumekataa, tumepinga katu kusema kwamba hawezi akaondoka hapa. Ni kwamba tumerizika naye na bado tuna imani na regiment 2202. Hawezi akaondoka hapa kwa Kanali David Ipanga.
kiukweli viongozi wa kijeshi waangalie sehemu zingine ambazo wanaweza wakabadili viongozi wa kijeshi, lakini si hapa Baraka, kwa sababu tumeridhika na uongozi wa regimenti ya 2202 kwa ulinzi wa raia na mali yao. Wanahakikisha kabisa raia analindwa na mali yao kama ilivyo jukumu yao ya kila siku, na kama jinsi Rais Felix Tshisekedi aliweza kusema le peuple d'abord, yani raia kwanza. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Shukrani zangu ziende nyote ambao mmeweza kutufuata. Mimi sitakuwa na la ziada, ni bora kusubscribe matukio yetu. Nite Andrea Mlima, sambaza kwa wengine matukio haya na waweze kupata habari kama kawaida za Nipe News TV. Nasema kwaheri, tukutane tena muda na wakati mwingine. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.